Kwanza na mimi ni washukuru TLS kwa kuweza kutukaribisha hapa na kuweza kuwa na mjadala huu. Lakini pili, niweze kusisitiza jambo moja ambalo tumeelezwa hapa, kwamba katiba nzuri na tume huru ni muhimu, inakuwekea mazingira, lakini haihakikishi kwamba utakuwa na uchaguzi uliokuwa huru na wa haki. Mimi nakumbuka 2020 nimeenda kupiga kura Mtongani kule shuleni. Nimefika kule, wasimamizi mawakala wetu bado hawajaruhusiwa kuingia. Ilikuwa kama saa 4 na askari, ukiwa mgombea urais unapewa askari. Kaenda kupiga kura na kuta tayari box limeshajaa kura. Yani hiyo sio kwa ni ushahidi, mimi mwenyewe naona pale. Na katika nilopewa mimi ile ilikuwa pia na namba ya yani ile namba ya nani ya kura yangu, kadi yangu ya kura yangu, kaiandika kwenye karatasi nayopigia kura, msimamizi wa uchaguzi katika kile kituo hicho. Na tulipokuwa tunajadili masuala haya, nalalamika kwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, anatikisa kichwa, anasema hilo linavunja sheria, hilo ni kinyume cha sheria. Nasema hilo limetokea, mimi mwenyewe ni shahidi. Kwa hiyo tuna matatizo ambayo ni mazito. Lakini pia ukimwona hata Jaji Warioba anaanza kukata tamaa kidogo, ujue tumefika mahala pagumu. Si mtu mwepesi wa kukata tamaa katika hali. Lakini ndio tuko hapa. Na mambo mengi ambayo yamezungumzwa, kwamba mengi yanaweza yakarekebishwa kiutendaji, kiutaratibu. Kwa hiyo mimi wito wangu kwa sisi wadau wote, vyama vya siasa, viongozi wa dini, TLS, vyama visivyokuwa vya kiserikali, kuweza kukutana na mamlaka husika, na hususan rais. Kwa sababu rais ndio mwenye dhamana. Ndio mwenye dhamana ya mambo gani ambayo yanaweza yakarekebishika hivi sasa kabla ya uchaguzi mkuu, kusudi watu waweze kuwa na imani kwamba alau unaweza kuwa uchaguzi kama wa 2015, alau tuweze kurudi kwenye standard hiyo. Kwa sababu tusipofanya hivyo, tukiingia kwenye vurugu, hamna mtu ambaye anayeweza kutabiri hali itakuwaje. Na mkiingia kwenye vurugu, wako wengine wanadhani kwamba basi ngojea, maana mimi yote haya tumeingia kwenye mapambano, tumepigwa, tumewekwa ndani, tumevunjwa mikono, tumeibiwa saa na polisi, yote haya yametokea, lakini bado tuko hapa. Kwa hiyo mkiingia kwenye vurugu, mnaweza mkaingia kwenye vurugu mkabakia kwenye vurugu. Kwa hiyo ni muhimu sana, pamoja na matatizo mazito, na nimekusikia kiongozi wa dini, kiongozi wa imani, pamoja na matatizo mazito ambayo tulionayo, lazima katika kipindi hiki ndio tufanye kazi ya ziada ya kuweza kutafuta njia ya muafaka ya kuwa pamoja. Na swala kama hili la kutia saini kanuni, hauwezi ukasema tu kwamba tarehe moja tu ndiyo ya kutia saini kanuni, kwamba ukikosa kutia saini hiyo, wakati wote ukiwa tayari kutia saini kanuni hizo, au mjadiliana, mkubaliana, wewe tena huna fursa ya kutia saini kanuni hizo. Unapeleka picha gani kwa wapiga kura? Unapeleka picha gani kwa jamii kwa ujumla? Lakini ndugu zangu, pamoja na matatizo haya, na ndio maana natoa wito, haya mapendekezo ambayo yametolewa, mambo gani yanaweza yakarekebishika, mambo gani ya kisheria yaweze kufanyiwa kazi, yaweze kuandikwa vizuri, na tutafute namna gani ya kuweza kukutana kama wadau na watu wenye mamlaka, ili tuweze kutafuta njia. Tusikate tamaa, tuko mahala pabaya. Tukikata tamaa, tutaingia kwenye matatizo makubwa. Asante sana. Asante sana Profesa Kaiser.